tusitumie chumvi kwa wingi. Na mimi chumvi nikishaanza kuisikia mdomoni tu, hicho chakula hakinifai. Ni gramu ngapi Professor? Ni gramu 3 kwa siku. Ndio maana ile chumvi inayowekwa jikoni inatosha kabisa. Tusiongeze chumvi mpaka kuisikia. Na lenyewe hili halisababishwi na kidudu cha aina yote. Sasa kuna baadhi ya ndugu zangu hapa Waislamu, ikifika saa ya kufutari, hata hujaigusa ile futari, umechukua chupa ya chumvi au ni kwenye kidole ti. Sasa chumvi nini inachofanya? Kitakupa shida kitu kimoja, itavuta maji yote yaliokuwa ndani, itaingiza kwenye mzunguko. Hapo ikishafika saa 4 tu asubuhi, wewe unaanza kusikia kiu vibaya sana. Wote mnajua mlo kula karanga zile zinazowekwa chumvi nyingi. Umeshakula tu karanga, baada ya nusu saa na moja unataka maji. Ndio. Na mwili ndio unafanya hivyo hivyo. Sasa hapa kubwa ndugu zangu, moja, pressure haina dalili. Hamna dalili yoyote ambayo tunaijua ambayo ukiwa na hiki na hiki na hiki wewe una pressure. Na ndio maana kwa kitaalamu tunaita huu ugonjwa ni silent killer, yani unaua taratibu wenyewe kimya kimya. Ukimwona mtu wa pressure, miguu sijui imevimba, hawezi kupumua, hawezi kukaa vizuri, huyo sasa hivi sio pressure tu. Pressure imeshafanya moyo umekuwa mkubwa, kwa hiyo moyo hausukumi na kuvuta damu kuirudisha tena kama inavyotakiwa. Na bahati mbaya kama nilivyosema, kila mtu wa 4 unayekutana naye mmoja ana pressure. Ushauri wangu mkubwa ndugu zangu Waislamu ni kuwa na tabia ya kila mwaka angalau mara moja nenda kapime pressure yako, kwa sababu huko ndani taratibu inaua figo, inaua macho, inaua nguvu zako za kiume. Na ndio maana ukifika huko mjini sasa hivi biashara ya dawa ya nguvu za kiume imekuwa kubwa. Mimi nikipeleka pale kuuza dawa sasa hivi kila mtu atanunua. Kuna kiharusi aina 2. Kuna moja ya mishipa inabana, inaitwa ischemic stroke, kwamba mshipa kwenye ubongo inabana, kwa hiyo damu haiwezi kwenda hiyo sehemu, inakufa ile sehemu, kwa hiyo mtu anapooza. Na ukimwona mtu kapooza mkono wa kushoto na mguu wa kushoto, kiharusi kiko upande wa kulia. Ukimwona mtu kapooza mkono wa kulia, kiharusi kiko upande wa kushoto. Kwa sababu huyo aliyetuumba, hii mishipa ikifika kwenye levo ya shingo inapishana, inabadilisha njia. Kwa hiyo huwa huku unakwenda huku na huwa huku unakwenda upande mwingine. Sasa hicho ni aina cha kwanza, ambao ni 80% ya wagonjwa tunaona mishipa inakuwa imebana. Na sababu moja kubwa inayofanya hiyo ni shinikizo la juu la damu, mafuta mwilini, cholesterol kuwa juu, kwa inaziba mishipa. Kwa hiyo yote inakuja kwenye athari kule tulikotoka kwenye mtindo wetu wa maisha. Sasa aina ya pili ambacho ni hatari zaidi inaitwa hemorrhagic stroke, yaani mishipa inapasuka kwenye kichwa, damu zinajaa kwenye kichwa, inakandamiza viungo vyote vilivyokuwa. Na Muumba wetu Allah huku kwenye kichwa kuna senta ya kila kitu. Miaka 10-15 nilikuwa na mgonjwa mmoja, mwana sheria, siwezi kumtaja jina. Alipata kiharusi yule bwana, sehemu kubwa iliyoathirika ni pale kwenye herufi alphabet center. Kwa hiyo alipopata nafuu hawezi kuandika kwa sababu herufi zote zimefutika kichwani, hawezi kuzungumza. Na nyinyi mnajua watu waliopata kiharusi. Kwa hiyo huku kichwani Muumba wetu kaweka senta nyingi. Mnajua kuna mtu ambaye kupigwa huku nyuma akapoteza, akawa hawezi kuona, kwa sababu senta iliyoathirika pale ni visual center, ile ya kuonea. Ikihiti kwenye sehemu ya kusikia hutasikia. Na mara nyingi watu wa kiharusi tunawaona inaathiri speech, kwa hiyo kuzungumza kwake kunakuwa shida. Kwa hiyo kubwa nini hapa? Tunarudi kule kwenye mtindo wa maisha, tuangalie tunatakiwa kufanya mazoezi.
Tunachoshauriwa ni kutembea hatua 10,000 kwa siku, ambayo ni karibu maili 5.5 6, kutembea tu. Na Shehbasi, linawezekana. Kwa mfano unataka kwenda kumwona mzee Jongo pale, Sheikh Jongo, wewe sema mi pale nitatembea. Unaweza kuta kenda kule mpaka ukarudi huku umeshamaliza hatua 1,000. Badala kumwita bodaboda au bajaji ikupeleke kule. Tujaribu kutembea sana. Na hili kwa nini nalisemea? Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu hapa, hebu ajaribu kujiuliza, mimi nataka niishi namna gani miaka yangu 10, 15 ya mwisho Mungu atakaonipa uhai. Hatujui lini, kila mtu ana kwake, lakini unataka uishi vipi? Mimi dua yangu kubwa siku zote, miaka yangu 10, 15 ile ya mwisho, sawa, nisiweze kufanya kazi kama nilipokuwa na miaka 18, lakini niweze kufunga viatu vyangu mwenyewe, niweze kupanda ngazi mwenyewe, niweze kuja msikitini nisali bila kukaa kwenye kiti. Na hiyo unaweza kuipanga leo kama vile unavyoweka akiba. Kila mtu hapa anasema ngoja niweke akiba kidogo nipate kibanda changu. Naam. Ngoja niweke akiba kidogo. Sasa mazoezi kwa nini nayazungumzia? Watu wazima miaka 70, 80 hawawezi kutembea, sio kwa sababu ya umri, kwa sababu hawana misuli. Misuli imekwisha nguvu, imenyauka, kwa sababu katika ujana wake, katika nini, alikuwa hafanyi mazoezi. Wote hapa mnafahamu, wengine mmesafiri, ukienda huko Japani, mzee ana miaka 85 anakwenda sokoni mwenyewe, anapanda kwenye basi mwenyewe. Wale akiba kubwa walioweka ni kipindi hiki, na hamna mtu aliyechelewa hapa. Ndugu zangu Waislamu, fanya mazoezi, tembea, nyanyua vyuma kidogo. Sizungumzii ile vyuma kama bodyguard wa Shehbasi, hapana, nazungumzia wale ya kawaida. Mimi nafanya hivyo kila siku, kwa sababu hii misuli ndio itakuja kunisaidia huko mbele ya safari niweze kutembea sawa sawa. Wote hapa huwa tunasema wazee wetu vijijini kule, bwana miaka 80 alikuwa anatembea paka mwenyewe. Alikuwa anatembea kwa sababu maisha yake yote amekuwa akitembea. Hasa alipofika ule umri, ile akiba ya misuli aliyokuwa nayo ndo anaitumia kipindi kile. Allahu Akbar, darasa kubwa sana. Afya yake aliyokuwa anaiangalia akiwa na umri huu wa kwetu sasa hivi ndo anaitumia kipindi kile. Kwa mbali ya kuweka fedha, tuweke akiba ya afya ambayo haina gharama. Kula vizuri, hakikisha umekunywa maji kati ya lita 1.5 mpaka 2. Wale wanaokwenda kwenye mazoezi mpaka 3. Kwenye mitandao huko najua mnaambiana kunywa lita 5. Wanasema hiyo lita 5 kwetu haipo, kwa sababu maji na yenyewe ukiyazidisha sana yana hatari yake. Jaribu usiku upate usingizi, uweze kulala, ili mwili unatakiwa kupumzika na kufanya kazi. Kwa hiyo haya yote ukiyaweka ndio yatakuja kukusaidia huko mbele ya safari. Sasa ugonjwa wa 4 ambao sio kuambukiza ni saratani. Ndugu zangu Waislamu, wote humu ndani pamoja na mimi ninayotoa mada, wote tuna chembe za saratani. Wote. Vipi Professor? Wote tulokuwepo hapa na wanaotusikiliza, wote tuna chembe za saratani. Lakini kwa nini hatuna ugonjwa wa saratani? Mwili wetu kila siku, kila dakika unapigana huko ndani kutukinga tusipate ugonjwa, kutukinga tusipate saratani. Sasa siku ukisikia mtu, najaribu kuirahisisha, ukisikia mtu kapata saratani ni kwamba mwili kipindi hicho umezidiwa, ndo mtu hapo amekuja kupata saratani. Tezi dume, saratani ya matiti, saratani ya kitu gani. Kwa hiyo ni mwili unapiga umo kwenye tumbo.
sasa hivi. Kuna wadudu wanaitwa microbiome wako bilioni 40. Wamefikaje huko ndani? Wanakaaje huko ndani? Tunapokuambia wewe ule ni bilioni, wewe tizama kitu kinaitwa microbiome wako bilioni 40 ndani ya tumbo, ndani ya mfumo wetu wa chakula. Muumba wetu ndo kawaweka kule. Subhanallah. Tunapokuambia wewe kula mboga za majani, kula fiber, Shayabasi sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kuwalisha wale wadudu, kwa sababu kadri wanavyokuwa wengi ndo wanapokupa wewe kinga yako. Mashaallah, takbir. Leo Profesa umeeleweka kuhusu majani. Tunapokazania sana leo umeeleweka rasmi sasa. Kula mboga za majani. Wewe ukisikia tumekwambia kitu chote kinachoitwa fiber, ni kwa sababu ya kwenda kuwalisha wale wadudu, kwa sababu wale wadudu ndo wanatupa sisi kinga, ndo wanatupa balance. Vitu vingapi vya sumu unakula, vichafu unakula, lakini wale wadudu wanapigana. Na ndio maana mara nyingi tunasema msitumie antibiotic ovyo, kwa sababu antibiotic zikiingia kule ndani hazijui huyu ni mdudu salama, huyu ni mgonjwa, inawaua wote. Sasa ile balance inapopotea, pale ndo matatizo yanapoanza. Subhanallah. Na swali kubwa hata sisi kwenye sayansi hatulijui, hawa wadudu wameingia lini? Kwa nini ni muhimu? Mimi nafikiri mmewahi kuona, muulize mtu yote kwenye duka la pharmacy. Antibiotic ni kuua wadudu. Kuna dawa nyingine kwenye maduka makubwa yote hapo inaitwa probiotic. Probiotic ukinywa, yani unaenda kuwasaidia, ni kama mbolea ya wale wadudu. Na ile dawa zimetengenezwa ili wale wadudu wawe wengi zaidi, kwa sababu ndio wanatukinga wewe na mimi. Samahani Profesa, hiyo dawa ya kuwazalisha naomba uirudie, tamu kweli. Inaitwa probiotic. Antibiotic, anti manake inapigana na wadudu, pro manake inawajenga wale wadudu. Kwa zile dawa ambazo mtu yote anaweza kununua akanywa, lakini ushauri wangu mkubwa, kwa sababu tunatumia, ukila mboga za majani za kutosha, yogurt ni chakula kikubwa sana cha wale wadudu na ni kinga kubwa. Mtindi, mboga za majani, matunda ni fiber, na ndio maana tunasisitiza sana usinywe juice, kula matunda. Ili upate glasi moja ya juice ya machungwa mangapi Shayabasi unafikiria? Ili nisiongeze maji, machungwa kama mangapi? 5. Sasa Shayabasi, asubuhi umekunywa glasi moja, mchana umekunywa glasi ya pili, jioni umekunywa glasi ya 3. Hayo machungwa 15, sio? Naam. Kwa siku yani kwa siku 10 umekula machungwa 150. Kwa mwezi umekula machungwa 450. Shayabasi, umekula shamba. Sallu ala nabi. Maana yake nini? Kwamba umeongeza sukari isipotakiwa, kwa sababu hamna mtu anaweza kula machungwa 450. Tunataka ule chungwa, kwa sababu ile chungwa ni fiber, ndo dawa, ndo chakula kikubwa cha wale wadudu waliokuwa kule ndani. Umeielewa? Sije hesabu. Nimekupata sana hizo calculations zako. Ukinywa glasi 3, umekula machungwa 15. Kwa siku 10 umekula machungwa 150. Kwa mwezi umekula machungwa 450. Ndio lile shamba lako la Bagamoyo ni shamba, umekula shamba zima. Kweli. Kwa ndugu zangu Waislamu, na washauri sana kula tunda, kwa sababu huwezi kula mengi kiasi hicho. Matunda yote yana sukari, hamna tunda lisokuwa na sukari. Kuna sukari mle inaitwa fructose, na sukari ikiwa nyingi, sasa glasi moja kwa hamu sio mbaya, lakini ndo kila siku jioni iftari, ngoja na kiu mchana kutwa. Sasa kwa mwezi ukija wote wa Ramadhani huu. Na ugonjwa wa 5 na wa mwisho kwenye hili ni wa figo, ambao nililigusia Shayabasi. Ushauri wetu mkubwa sana ni kunywa maji kati ya lita 1.5 mpaka lita 2 kwa siku, na unayagawa tu.
kwa sababu hayo maji yanahitajika ndani kwa ajili ya kusaga chakula, na damu ikiwa nzito kidogo ni hatari, kwa sababu inaweza kuganda ukapata kiharusi cha ghafla, kwa hiyo unarudi kule kule kwenye yale magonjwa. Kwa hiyo tujaribu kunywa maji ya kutosha kama hayo nilivyoyaeleza. Muhimu zaidi kuishi maisha ambayo ya afya, chumvi kwa wastani, tupunguze sana vyakula vya sukari. Kutembea tumelizungumzia angalau mara 3 kwa wiki. Tuepuke sigara, vyakula vya wanga mwingi sana tujaribu kuepuka navyo. Kwenye upande wa pressure tuangalie sana uzito wetu, tujaribu kuepuka pale ambapo hatuna haja ya kukana shuka, na vitu vingi vinavyosababisha ugomvi umepungua, hasira zimepungua, vyote hivyo vinashusha pressure. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.